Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Mimi ni Telje Longa na ni baada takriban wiki mbili za kimya leo nimefurahi tena kurejea mbele yenu kwa ajili ya kuwasomea taarifa zetu za asubuhi. Na katika kipindi ambacho hatukuweza kuwa pamoja nanyi kama ilivyo kawaida, tumepitia changamoto kadhaa hapa na pale ambazo tufanya tusisikike kwa muda. Lakini leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuvuka changamoto hizo na hatimaye kurejea tena katika kazi zetu. Na kwa namna kipekee napenda kuwashukuru kwa moyo wangu wote wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info ambao mliendelea kututafuta, kuuliza tulipo na kutupa moyo wa kuendelea. Uwepo wenu na uaminifu wenu kwetu ni nguvu kubwa. Na vile vile tunapenda kutoa shukrani zetu za kipekee kwa mtangazaji mwenzetu Pepele ambaye katika kipindi hicho cha kutokuwepo kwetu anaendelea kusimama katika nafasi ya kuhakikisha kwamba taarifa zetu zinaendelea kuwafikia wasikilizaji. Basi leo ni furaha kubwa, tumerudi tena na tunaahidi kuendelea na kazi kama kawaida. Kivu News Info imerejea na sisi sote tuko tayari kuendelea kuhudumia kwa taarifa sahihi, umuhimu na zinazohusu wananchi wetu. Basi bila kupoteza muda, mimi ni Telje Longa na ni taarifa ya asubuhi kupitia Kivu News Info. Basi nakuomba kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho nikuletea taarifa mbalimbali kutoka Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine. Mapigano mapya kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa M23 yameripotiwa Jumatatu tarehe 17 Agosti katika maeneo mbalimbali ya eneo la Kale mkoani Kivu Kusini. Mapigano yameripotiwa hasa katika maeneo ya Katare, Tuchunguti, Nyamugari pamoja na Kivoka ambako milio ya silaha na mashambulizi yalisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mashirika ya kiraia eneo hilo, mapigano yalianza majira saa 1 asubuhi katika maeneo kadhaa ya Kale. Taarifa zinaeleza kwamba mapigano yalizuka katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo la Kale tayari ilikuwa ni tete kutokana na matukio mara kwa mara ya mapigano na harakati za makundi yenye silaha. Kuzuka kwa mapigano mapya kumeongeza hofu miongoni mwa raia, hasa familia ambazo tayari zimeathiriwa na machafuko ya awali na baadhi yao kulazimika kuondoka katika baadhi ya maeneo asili na kutafuta usalama katika maeneo mengine. Katika Katare, Tuchunguti, Nyamugari na Kivoka, hali usalama ilianza kuwa tete tangu saa za asubuhi, kupande zote zinazopigana zikiripotiwa kushambuliana katika maeneo hayo. Kadri muda ulivyokwenda, hali ilizidi kuwa mbaya zaidi. Majira saa 4 asubuhi, mashirika ya kiraia yaliripoti kusikika kwa milipuko na mashambulizi makali katika maeneo yaliyoathirika. Halisababisha hofu kubwa kwa wakazi ambao walikuwa karibu na maeneo ya mapambano, huku baadhi ya familia zikilazimika kuchukua hatua za haraka za kujinusuru na kuondoka katika maeneo hayo. Mashirika ya kiraia yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu madhara ambayo mapigano haya yameweza kuwa nayo kwa raia, hasa wanawake, watoto na wazee na watu wengine ambao wana uwezo wa kujilinda na kuondoka kwa urahisi katika maeneo yenye hatari. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mapigano yamekuwa na madhara kwa maisha ya wananchi wa kawaida, huku shughuli za kijamii na kiuchumi katika maeneo yaliyoathirika zikivurugika. Shughuli za usafirishaji, biashara na masomo pia ziko katika hatari ya kusimama iwapo hali usalama itaendelea kuwa mbaya. Mashirika ya kiraia yameripoti pia uwezekano wa kuwepo kwa vifo na uharibifu wa mali kutokana na mapigano hayo. Hata hivyo, sasa kuna idadi kamili ya watu walipoteza maisha, kujeruhiwa iliyotangazwa rasmi. Taarifa hizo zinahaja uharibifu wa baadhi ya nyumba za wananchi, shule pamoja na miundombinu mingine katika raia katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano. Madhara yanaongeza hofu na kuongeza kwa mahitaji ya kibinadamu katika eneo la Mbaru tayari inakabiliwa na changamoto za kuwahudumia watu walioathirika na machafuko. Familia kadhaa zimeripotiwa kuondoka katika baadhi makazi yao na kutafuta maeneo salama. Baadhi ya wananchi wanaweza kulazimika kukimbia vijiji au vya jirani au maeneo mengine ambayo yanaonekana kuwa salama zaidi, jambo ambalo linaweza kuongeza idadi ya watu wanaohama makazi yao kwa lazima katika eneo la Kalehe. Mashirika ya kiraia yameonya kuwa kuendapo mapigano yataendelea, hali ya kibinadamu inaweza kuwa mbaya zaidi, hasa kwa familia ambazo tayari zimepoteza makazi au mali kutokana na vurugu zilizopita. Kutokana na leo, mashirika ya kiraia yamezitaka mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka za kuhakikisha ulinzi wa raia na kuzuia kuenea kwa mapigano katika maeneo mengine. Vile vile ametaka jumuiya ya kimataifa kuongeza uangalizi kuhusu hali ya usalama katika Kivu Kusini na kusaidia juhudi za kulinda raia wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Wito mwingine umetolewa kwa pande zote zinazohusika katika mapigano kuheshimu maisha ya raia na miundombinu ya kiraia na kuzingatia madhara makubwa ambayo mapigano yanaweza kuwa nayo kwa watu wasiohusika moja kwa moja na mzozo.
Mapigano mapya yanaingia katika mazingira ya mvutano wa kiusalama ambao unaendelea kuikumba sehemu mbalimbali za Kivu Kusini katika kipindi cha wiki mbili hivi karibuni. Eneo la Kale limekuwa miongoni mwa maeneo yaliyokuwa katika hatari kubwa ya kutokana na mapigano na mabadiliko ya usalama, alama imeendelea kuathiri maisha ya wakazi. Kwa sasa leo utulivu wa muda umeripotiwa katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika hasa baada ya mapigano ya siku ya Jumatatu. Hata hivyo utulivu bado unaonekana kuwa wa mashaka kutokana na hofu kwamba mapigano yanaweza kuanza wakati wowote. Wananchi wanaendelea kusubiri hatua madhubuti kutoka kwa mamlaka za usalama na kuhakikisha maeneo yao yanalindwa na kwamba familia zilizokimbia makazi yao zinaweza kupata mazingira salama ya kurejea. Kwa wakazi wa Katare, Chunguti, Nyamugari, Kivoka na maeneo mengine ya Kale, changamoto kubwa sasa ni kurejea kwa usalama na kurejesha shughuli zao za kawaida baada ya siku nyingine ya mapigano. Hali inaendelea kufuatilia kwa karibu kwa mashirika ya kiraia yakisisitiza kwamba ulinzi wa raia na kuzuia kuzorota zaidi kwa hali ya kibinadamu vinapaswa kuwa kipaumbele. Mapigano makali yamezuka Jumatatu tarehe 17 Agosti katika makundi mawili ya wapiganaji wanaojiita Wazalendo katika kijiji cha Itea kilichopo katika eneo la Banakindi, kundi la Kisimba eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Mapigano yamehusisha wapiganaji wa makundi mawili yenye silaha ambao kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa uongozi wa eneo hilo wamekuwa na tofauti zinazohusiana na namna kusimamia eneo hilo. Kwa mujibu wa Lavi Changwi, katibu wa utawala wa kundi la Kisimba, mapigano yalianza majira sana asubuhi kwa saa za huko, wakati wapiganaji wa CMC AFPC wanaongozwa na Bigabo na wapiganaji wa kundi la Sindondori. Makundi hao mawili yanarushiana risasi kwa kutumia silaha mbalimbali, hali inayosababisha mapigano kuendelea kwa muda wa saa kadhaa. Milio ya risasi iliendelea kusikika katika maeneo karibu ya kijiji cha Itea, jambo lilozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi ambao walijikuta katika mazingira ya hatari kutokana na mapigano hayo. Kutokana na kubwa mapigano na kuendelea kwa milio ya risasi, wakazi kadhaa wa Itea walazimika kuondoka katika nyumba zao na kutafuta hifadhi katika maeneo ya porini. Wananchi walikimbia kwa hofu, wakiacha nyumba zao na mali zao bila kujua kwa muda gani watalazimika kubaki mbali na makazi yao. Kwa familia zilizokimbia msituni, hali inaongeza changamoto za maisha kwa sababu wananchi wanaweza kukosa chakula, maji na huduma nyingine muhimu kwa wakati wakisubiri hali ya usalama itengamahe. Kwa mujibu wa taarifa zari kutoka kwa uongozi wa eneo hilo, chanzo cha mapigano kinahusishwa na kutokuelewana kati ya makundi mawili kuhusu usimamizi wa eneo hilo. Tofauti hizo za kiongozi na kiutawala imeendelea kuongezeka hadi kufika hatua za makundi hayo kutumia silaha zidi ya kila mmoja. Leo imezua wasiwasi mkubwa katika sehemu ya kundi la Kisimba, eneo ambalo tayari limekuwa likabiliwa na matukio mara kwa mara ya vurugu zinazohusiana na makundi yenye silaha. Wakazi wanaishi katika hali ya hofu kutokana na uwezekano wa mapigano kuanza tena wakati wowote. Hadi sasa uongozi wa eneo la Kisimba hujaweza kutoa taarifa kamili kuhusu ukubwa wa madhara yaliyosababishwa na mapigano hayo. Bado hakuna takwimu rasmi kuhusu idadi ya watu waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano kati ya makundi hayo mawili. Vile taarifa kuhusu kiwango cha uharibifu wa nyumba, mali au miundombinu mingine bado haijapatikana. Mamlaka zinaendelea kufuatilia hali ya usalama, huku wananchi wakisubiri tu kujua iwapo mapigano yamekwisha kabisa wanaweza kuanza tena. Kuondoka kwa kazi kuelekea msituni ni ishara kuwa hofu kubwa iliyopo miongoni mwa raia wa Itea. Wananchi wanaonekana kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wao na familia zao, hasa kutokana na ukweli kwamba mapigano yanatokea ndani ya eneo lenye wakazi wengi na makazi ya raia. Hali hiyo pia imeongeza hatari ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi wapo tofauti kati ya makundi mawili haitapatiwa suluhisho la haraka. Kwa sasa hali katika kijiji cha Itea bado ni ya mvutano, huku wakazi wakikimbia makazi yao wakiwa katika hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu lini wataweza kurejea majumbani mwao. Mapigano yanatokea katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo la Walikale kwa jumla imekuwa tete. Katika maeneo mbalimbali ya kundi la Kisimba, ushindani kati ya makundi yenye silaha tofauti kuhusu udhibiti wa maeneo na mapigano mara kwa mara yameendelea kuvuruga maisha ya wananchi. Wananchi wanaendelea kulalamika athari za hali hiyo kwa kuwa vurugu zipokuwa shughuli za kila siku kama biashara, kilimo, usafiri na masomo huathirika. Zaidi yao, kila tukio jipya la mapigano huongeza uwezekano wa huku watu kuyama makazi yao na kutafuta usalama katika maeneo mengine. Mashirika ya kiraia nayo yanatoa wito ya kuwepo kwa mazungumzo na hatua za haraka za kupunguza mvutano kati ya makundi mawili baada ya kuruhusu tofauti zao kuendelea kutatuliwa kwa kutumia silaha. Yamehimiza mamlaka kuhakikisha usalama wa raia na kuwawezesha wananchi walazimika kuelekea msituni kurejea katika makazi yao kipindi hiki
Na kwa sasa macho yanaelekezwa katika kijiji cha Itea na maeneo jirani, huku wakazi wakisubiri kurejea kwa utulivu wa kudumu. Kinachosisitizwa na jamii ya eneo hilo ni kwamba tofauti kati ya makundi yenye silaha yasigeuze kuwa chanzo cha mapigano mapya, yanaweza kuathiri zaidi raia ambao tayari wamechoshwa na hali ya ukosefu wa usalama. Huko Uvira mkoani Kivu Kusini, kundi la wazalendo sasa limeripotiwa kuwa na muundo mpya wa polisi unajumuisha makamishna wa mikoa wenye vyeo vya juu vya kikosi cha polisi. Kwa mujibu wa taarifa zinazotufikia kutoka Uvira, muundo mpya unaotajwa kuwa na makamishna wa mikoa wenye cheo cha commissionaire divisionnaire chenye kinacholinganishwa na kiwango cha jenerali katika jeshi. Kuanzishwa kwa muundo huo wa kiusalama miongoni mwa wazalendo kumezua maswali mbalimbali ndani ya jamii, hasa kuhusu majukumu yake, namna utakavyofanya kazi na mamlaka ambao kamishna hao watakuwa navyo katika maeneo na udhibiti wanayofanya shughuli zao. Taarifa kuhusu miundo huo zinaonyesha kwamba wazalendo wameanza kuweka mfumo wa polisi wenye mipangilio wa kutawala na kiusalama, jambo ambalo linaonekana kuwa tofauti na namna makundi mengine yenye silaha yanavyofanya shughuli zao za ulinzi katika maeneo yenye migogoro. Hata hivyo, bado haijawa wazi kikamilifu ni kiwango gani muundo huo mpya utaingiliana na vyombo vya rasmi vya usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan polisi wa taifa ya Kongo. Swala kubwa linaloulizwa na wananchi ni kuhusu mamlaka halisi ya polisi hiyo na wazalendo. Jukumu lake litakuwa ni kulinda raia na mali zao, kudumisha utulivu katika maeneo yaliyodhibitiwa na wazalendo, kutekeleza majukumu mengine ya kiusalama. Pia kuna maswali kuhusu namna makamishna watakavyoteuliwa, watakavyojiwajibika na ni mamlaka gani watakayokuwa juu yao. Kwa sasa taarifa kamili kuhusu muundo wa ndani na idadi ya makamishna, maeneo na utendaji wa mfumo wa uongozi bado hujawekwa wazi kwa umma. Alimeongeza mjadala kuhusu uhalali, mipaka na mamlaka, namna muundo huo utakavyohusiana na taasisi rasmi za serikali. Uvira ni miongoni mwa maeneo ya Kivu Kusini ambayo yamekuwa kikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama katika miaka ya hivi karibuni. Wananchi wanahitaji kujua ni chombo gani kinachohusika na usalama wao, nani anatoa amri na ni wapi wanaweza kufikisha malalamiko yao endapo watakabiliwa na ukiukwaji wa haki. Kuanzishwa kwa muundo mpya wa polisi miongoni mwa wazalendo, kwa hiyo kunaleta matarajio kwa baadhi ya wananchi, lakini pia kunazua hofu ya maswali mengine kwa wengine. Kwa upande mmoja, kuna muundo huo unalenga kudhibiti uadilifu na kulinda raia. Baadhi ya wananchi wanaweza kuona kama hatua inaweza kuongeza usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Lakini kwa upande mwingine, ikiwa majukumu na mamlaka yake hayatakuwa yamefafanuliwa vizuri, kuna hatari ya kuwepo kwa migawanyiko kati ya chombo hicho na vyombo rasmi vya usalama wa serikali. Wananchi wanataka kujua ni taasisi gani itasimamia mkamishna hao na ni utaratibu gani utatumika endapo mmoja wao atashtumiwa kwa ukiukwaji wa haki za raia au matumizi mabaya ya madaraka. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amewasili Jumatatu tarehe 17 Agosti katika visiwa vya Zanzibar nchini Tanzania kwa ziara ya kikazi ya siku 2. Ziara imefanyika kwa mwaliko wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na inalenga kuimarisha zaidi uhusiano wa kidemokrasia, kisiasa na kiuchumi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania. Rais Tshisekedi aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume Zanzibar, ambako alipokelewa na viongozi wa Tanzania. Rais wa Kongo anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu masuala mbalimbali kuhusu ushirikiano kati ya nchi hizo mbili na kushirikiana katika nyanja kadhaa. Miongoni mwa masuala muhimu yanayokadiliwa ni biashara na uwekezaji. Viongozi wanatarajiwa kuchunguza namna ya kuongeza biashara kati ya Kongo na Tanzania pamoja na kuweka mazingira yatakayowezesha wafanyabiashara na wawekezaji kutoka nchi zote mbili kuongeza shughuli zao. DRC na Tanzania tayari zina uhusiano wa muda mrefu katika masuala ya biashara na usafirishaji. Ziara hii inalenga pia kutafuta fursa mpya kuimarisha uhusiano huo wa kiuchumi. Sekta kilimo pia ni miongoni mwa maeneo yaliyotajwa katika ajenda ya mazungumzo hayo. Nchi hizo mbili zinatarajiwa kubadilishana uzoefu wa kutafuta namna ya kuendesha uzalishaji wa kilimo, kuongeza usalama wa chakula na kuimarisha biashara na mazao kati ya mataifa yao. Masuala yanayohusu rasilimali za madini pia yanatarajiwa kuwemo sehemu ya mazungumzo. Serikali ya Jamhuri ya
ya Kidemokrasia kuna utajiri mkubwa wa madini, huku Tanzania ikiwa na uzoefu wa miundombinu katika sekta ya madini. Kwa hiyo viongozi hao wanatarajiwa kuangalia uwezekano wa kuanza ushirikiano kati ya sekta hiyo, ikiwa ni pamoja na uwekezaji, ushirikishaji wa madini na biashara inayohusiana na rasilimali hizo. Nishati pia imekuwa miongoni mwa maeneo ya ushirikiano. Pande zote mbili zinatazamiwa kujadili namna ya kuanza ushirikiano katika uzalishaji na usambazaji wa nishati, pamoja na kutafuta fursa za miradi mipya inayoweza kusaidia maendeleo ya kiuchumi ya nchi hizo mbili. Miundombinu na usafirishaji ni eneo jingine muhimu katika ziara hiyo. Kwa Tanzania ni moja njia muhimu na zinazotumiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika shughuli za biashara na usafirishaji. Ushirikiano katika sekta ya bandari, barabara, reli na usafirishaji wa bidhaa ni jambo lenye umuhimu mkubwa kwa uchumi wa Kongo. Mazungumzo kati ya viongozi yanaweza pia kugusa namna kuboresha njia za usafirishaji zinazounganisha maeneo ya Kongo na Tanzania, pamoja na kuhakikisha mazungumzo ya bidhaa na watu katika nchi hizo mbili. Katika upande wa huduma za kijamii, afya pia ni miongoni mwa maeneo yanayowekwa kwenye agenda. Tanzania na Kongo yanaweza kuimarisha ushirikiano katika sekta ya afya kupitia kubadilishana uzoefu, utaaluma na teknolojia, pamoja na kushirikiana katika kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiafya zinazoweza kukabili wananchi. Mawasiliano ya kidijitali nayo yameorodheshwa miongoni mwa mawasiliano ya ushirikiano. Hali hii inahusisha matumizi ya teknolojia katika huduma za serikali, biashara, mawasiliano na maendeleo ya kiuchumi wa kidijitali. Mbali na masuala ya uchumi na maendeleo ya amani na usalama katika eneo la Maziwa Makuu, pia ni miongoni mwa mada muhimu zinazotarajiwa kujadiliwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan. Hili ni swala nyeti kutokana na changamoto za kiusalama ambazo zimeendelea kuikumba sehemu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo pana la Maziwa Makuu. Tanzania imekuwa nafasi katika juhudi mbalimbali zinazolenga kutafuta suluhisho la migogoro na kuimarisha amani katika eneo hilo. Kwa hiyo mazungumzo kati ya viongozi yanaweza pia kugusa juhudi za kikanda za kurejesha amani, kuimarisha usalama na kukuza ushirikiano kati ya nchi za Maziwa Makuu. Baada ya mazungumzo hayo, Rais Felix Antoine Tshisekedi na Rais Samia Suluhu Hassan wanatarajiwa kufanya mkutano wa pamoja na waandishi wa habari. Katika mkutano wa viongozi wanatarajiwa kueleza mambo muhimu yaliyojadiliwa na kutoa taarifa kuhusu maamuzi yaliyofikiwa. Pia wanatarajiwa kutoa tamko la pamoja litakalowezesha maelezo makuu ya ushirikiano na hatua zinazochukuliwa baada ya ziara hiyo. Ziara ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi nchini Tanzania ni ya tatu tangu alipoingia madarakani. Waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya amepongeza kile alichokiita ushiriki wa Banyamulenge katika juhudi za serikali za kurejesha amani na kuimarisha mamlaka ya dola katika maeneo ya nyanda za juu za Minembwe mkoani Kivu Kusini. Patrick Muyaya amesema kuwa baadhi ya watu kutoka jamii ya Banyamulenge wamekuwa wakishiriki pamoja na taasisi za serikali katika juhudi zinazolenga kurejesha amani na kuimarisha uwepo wa dola katika eneo hilo ambalo limekuwa likikabiliwa na changamoto ya kiusalama kwa muda mrefu. Kauli imetolewa katika video ambayo waziri huyo yuko ameonekana akazungumzia juhudi zinazofanywa na taasisi za serikali pamoja na baadhi ya wanajamii katika kutafuta suala la kudumu la changamoto za kiusalama katika nyanda za juu za Minembwe. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, ushiriki wa wananchi katika mchakato wa kurejesha amani ni muhimu, hasa katika maeneo ambayo yamekuwa kikabiliana na migogoro na mapigano ya mara kwa mara. Msemaji wa serikali amesema kuwa serikali inatambua na kupongeza mchango wa raia wa Banyamulenge wanaoshiriki katika juhudi hizo. Amesema ushirikiano huo unaonekana kama sehemu ya kazi za pamoja kati ya taasisi na jamii za serikali kwa lengo la kurejesha amani, kuimarisha mamlaka ya dola na kuwezesha wananchi kuishi katika mazingira salama. Katika kauli yake, Patrick Muyaya amesema tumepongeza ushiriki pamoja nasi kwa raia wenzetu wa Banyamulenge ambao wanachangia katika kazi ya taasisi za serikali na kurejesha amani katika nyanda za juu. Kauli hiyo inakuja wakati ambako wale usalama katika nyanda za juu za Minembwe bado ni jambo linalofuatiliwa karibu kutokana na historia ya migogoro na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha katika maeneo ya Kivu Kusini. Eneo la Minembwe na maeneo mengine ya nyanda za juu limekuwa likikumbwa na migogoro muda mrefu inahusisha masuala ya usalama, ardhi, mamlaka na za kiutawala kwa ushirikiano kati ya jamii mbalimbali. Katika mazingira ya swala la ushiriki kwa jamii katika mchakato wa amani likionekana kuwa na umuhimu kwa ajili ya kupunguza mvutano na kuzuia kurudiwa kwa mapigano. Katika kauli zake, Patrick Muyaya pia ameelekeza
Lawama kwa Rwanda kuhusu hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri ameshutumu Rwanda kwa kile alichokidai kuwa ni kuwapa silaha makundi kadhaa yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika mashariki mwa Kongo. Miongoni mwa makundi yanayotajwa ni M23, Red Tabara pamoja na Twirwaneho. Kwa mujibu wa Muyaya, hatua hizo zinachangia katika kuendelea kwa hali ya ukitofahamu na ukosefu wa usalama katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi ikiwemo nyanda za juu za Minembwe. Msemaji wa serikali ya Kongo ametaka Rwanda kuondoa vikosi vyake katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wa Kinshasa, kuondoka kwa vikosi vya Rwanda katika ardhi ya Kongo ni moja ya hatua muhimu zinazohitajika ili kupunguza mvutano wa kijeshi na kufungua njia ya kurejesha amani katika mashariki mwa nchi. Kauli ya Patrick Muyaya inatolewa katika kipindi ambacho serikali ya Kongo inaendelea kusisitiza umuhimu wa kurejesha mamlaka dola katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro na kuimarisha usalama wa raia. Kwa upande mwingine, serikali ya Kongo pia inasisitiza kwamba ushiriki wa jamii za wenyeji katika juhudi za amani ni muhimu ili kupata suluhisho la kudumu. Katika nyanda za juu za Minembwe, wananchi wanaendelea kukabiliwa na madhara ya miaka mingi ya migogoro, ikiwa ni pamoja na kuhama kwa familia, uharibifu wa mali, kuvurugika kwa shughuli za kiuchumi na changamoto katika upatikanaji wa huduma za kijamii. Kwa hiyo kurejeshwa kwa mamlaka ya dola na usalama ni wa kudumu kunaonekana kuwa muhimu kwa ajili ya kuwezesha wananchi kurejea katika maisha yao ya kawaida. Kauli ya Patrick Muyaya pia inaonyesha kwamba serikali inataka kuimarisha zaidi jamii mbalimbali katika juhudi za kutafuta amani. Hata hivyo, swala la makundi yenye silaha na ushirikiano wake ya migogoro ya kikanda bado ni changamoto kubwa inayohitaji suluhisho la kisiasa na kiusalama. Kwa sasa serikali ya Kongo inaendelea kuitaka ushiriki wa wananchi katika juhudi za amani, ukisisitiza kwamba mamlaka ya dola lazima irejeshwe katika maeneo yote ya kitaifa. Katika mkataba wa mchakato wa wanajamii Banyamulenge ambao kwa mujibu wa Muyaya wanashirikiana na taasisi za serikali, umeonekana na serikali kama sehemu ya juhudi za kuleta utulivu katika nyanda za juu za Minembwe. Na ni kufika hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 19 Agosti mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Mimi ni Teloje Longo, na kwa mara nyingine tena napenda kuwashukuru sana kwa kuwa pamoja nami na baada ya takriban wiki mbili za ukimya. Asante sana kwa uvumilivu, kwa kutafuta na kuendelea kutuamini. Vile vile shukrani zetu za kipekee zimwendee ndugu yetu na mtangazaji mwenzetu pia Pepele, ambaye katika kipindi hicho sikuweza kuwepo, aliendelea kuhakikisha kwamba taarifa zinaendelea kuwafikia. Basi ni Kivu News Info kwa leo tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusikufa kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema tujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Mimi ni Teloje Longo, na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info na kutakia siku njema yenye amani na baraka tele. Vile vile Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na ilinde na ibariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alors, sur la question que vous reposez sur le tweet que effectivement je l'ai fait parce que c'est sûr que vous avez suivi ce week-end un idéologue du tristement FPR, donc un idéologue rwandais, est venu propager le venin, le poison de la division. Avant même que je n'entre dans les fonds, imaginez si un ministre congolais ou une notabilité congolaise prenait la parole pour demander à une communauté rwandaise de prendre des armes et de combattre le gouvernement ou les institutions rwandaises. Je serais très intéressé à voir la réaction notamment de nos amis de la communauté internationale, parce que c'est les Rwandais qui crient souvent discours de haine, encore qu'on a démontré qu'il n'en existait pas en République démocratique du Congo. Et là, nous avons un exemple de quelqu'un qu'on dit président d'une certaine structure qu'on appelle Conseil des sages du Rwanda, donc le père, qui vient prendre la parole pour dire de nos compatriotes que c'est des Rwandais au Congo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une réaction cinglante et ferme des membres de cette communauté. Mais nous savons que ces déclarations n'est pas le fruit du hasard. C'est une rhétorique
persistante qui tend à justifier justement la guerre qui nous est faite. N'oubliez pas que les présidents rwandais qui a toujours surfé sur les génocides rwandais de triste mémoire, parce que nous avons tous déploré la violence de ce qui s'était passé là-bas, mais qui a toujours pris prétexte sur la question de notre communauté, Banyamulenge, pour en faire la sienne et justifier la guerre et les massacres qu'il impose à d'autres communautés. Alors, il y a de l'agitation que j'ai vue de la part de pères, évidemment, sur les réseaux sociaux de manière habituelle, mais il est évident que là, pour tous ceux qui cherchent de preuves dans la communauté internationale, vous avez non pas seulement la preuve d'un discours de haine, vous avez la preuve d'appel à insurrection, et vous avez la preuve justement d'un gouvernement qui ne pense, qui n'agit que pour la violence. En instrumentalisant la question de la communauté Banyamulenge, c'est d'abord chercher à s'aimer la division entre Congolais, parce qu'ils stigmatisent cette communauté, mais c'est aussi un moyen pour eux de continuer à justifier une agression que nous avons totalement démontée en termes de raisons et de s'éloigner de ce qui a été prévu par les processus de Washington. Donc je ne voudrais pas rappeler ce que nos compatriotes Banyamulenge eux-mêmes disent, qui n'ont jamais, eux, donné mandat à quelqu'un pour parler à leur place, pour redéfinir leur identité ou appeler à la guerre contre leur propre pays. Donc, nous prenons la parole ici, nous demandons aux jeunes Rwandais de faire la guerre au Rwanda. Vous imaginez la gravité des propos. Et donc, il est évident, et c'est pour ça que tous les Congolais, nous devons nous unir. Lorsque nous parlions tout à l'heure de faire un bloc derrière le président de la République, c'est pour mettre fin à ce type d'aventure. Et nous saluons ici l'engagement à nos côtés des membres de la communauté Banyamulenge qui sont désolidarisés, qui contribuent à travers le travail que nous faisons dans les institutions pour que nous puissions ramener la paix dans les hauts plateaux. Il faut savoir que c'est lui qui arme les M23, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Red Tabara, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Twirwaneho, c'est le Rwanda. C'est lui qui utilise les ambulances pour amener des drones et s'attaquer à des cibles civiles, c'est le Rwanda. Et donc nous tenons le Rwanda pour responsable de ce qui se passe là-bas. Évidemment, les médiateurs seront pleinement informés de ces déclarations pour que ce type de déclarations de haine ne viennent pas compromettre l'obligation du Rwanda de quitter notre territoire. Voilà.